Mnasaba wa kuja kwenye eneo hili ni kuja kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuwezesha neema zake na baraka zake kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao lengo lake kubwa Mwenyezi Mungu kutusamehe makosa yetu ambayo tumekuwa tukiyafanya kwa kitambo na kukamilisha sehemu ya lengo la kuumba mwanadamu ambalo ni kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mnasaba wa ibada hii ni kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kama tulivyokuwa tumesikia takbiri, tahlili na nyiradi mbalimbali ambazo lengo lake ni kumtukuza na kuitukuza dini ya Mwenyezi Mungu na kuyatukuza matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumepata sala ya Idi na tumepata hutuba ya Idi ambayo kwa ujumla hutuba ya Idi imezungumza mambo ya msingi, mambo mawili. Moja, kuendelea kukamatana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na khatibu ametueleza kwamba mfano mzuri tusiwe kama yule mwanamke ambaye alikuwa akifuma vizuri kamba yake na baadaye muda mfupi anaifumua. Kwa maana tusiwe ni wale ambao tumefanya ibada vizuri, tukawa wacha Mungu vizuri, tukawa watu wema vizuri, lakini mara baada ya Idi matendo yetu ya kheri tukayaacha na tukapotea. Lakini pia khatibu ametukumbusha ya kwamba tuna kazi kubwa ya kujenga jamii ya watoto wetu, malezi ya watoto wetu, kuwafundisha Qur'ani watoto wetu na kuhakikisha kwamba watoto wetu ndio mustakbali wetu katika dunia yetu na akhera yetu. Kwa hiyo kwa ujumla ilikuwa ni sala na tukio zuri la kumuhamidi na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Nipende tu kuchukua nafasi hii na mimi kuwashukuru Waislamu wote ambao wametupa ushirikiano katika misikiti kwenye sala za tarawehe, wametupa ushirikiano katika misikiti kwenye darasa zetu, wametupa ushirikiano katika sala hii, wamesimama kutoa zakatul fitri, wamesimama kutoa sadaka mbalimbali, na leo jamii hii ya Nungu inaingia katika furaha na hakuna mtu yoyote ambaye ameachwa nyuma, amekosa chakula au shida zake katika siku ya leo ambaye hazikutekelezwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia tumeweza kufika siku ya leo, siku ya Eid al-Fitr. Yote kwa yote tunashukuru kwa kutujalia kuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ujumbe wangu kwa watu ni kwamba tuendelee kudumisha yale yote mazuri ambayo tumeyafanya mwezi mtukufu wa Ramadhani na tuendelee kuyafanya katika siku za kawaida. Sina mengi kwa sasa isipokuwa ni kuwatakia Eid Mubaraka. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tumemaliza kukamilisha ibada hii ya swala ya Eid hapa baada ya kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika viwanja hivi vya Hamburu. Tunashukuru Waislamu wengi wamehudhuria hapa katika mswala huu wa Eid ambao umeswaliwa hapa. Wito wangu kwa Waislamu na wanajamii ni kuendeleza yote yale ambayo tumeyajifunza katika mwezi wa Ramadhani, kwani Ramadhani ilikuwa ni darasa kwetu na kupata mafunzo mbalimbali. Kuna ibada nyingi ambazo tulikuwa tunazifanya katika mwezi wa Ramadhani, ningewaomba tukaziendelea, kwani Ramadhani imeisha bali mwenye Ramadhani bado yupo. Kwa hiyo tunaomba Waislamu tujitahidi katika kuziendeleza ibada za kheri ili kuweza kupata fadhila nyingi zaidi hapa katika maisha yetu ya duniani na akhera. Hii ni jambo la faraja la kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tunatoka katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao fadhila zake ni kubwa sana ambazo tumeelezwa katika sheria yetu. Na baada ya kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio tumeingia katika salatul Eid kama ambavyo watu wamehudhuria kwa wingi. Kwa hiyo bado tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati. Tukithirishe sana takbiri, lakini pia tukithirishe sana tubaki katika yale ambayo tumeyasoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani: ucha Mungu, kuhurumiana, kusaidiana, lakini pia kutembeleana. Haya yanahitajika kwamba kuendelezwa baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kuna fadhila kubwa ambazo zinahitajika kila mmoja miongoni mwetu tuzipate. Na kama ilivyo kawaida tu kwamba Waislamu huwa wanajumuika katika maeneo tofauti, hususan katika viwanja tofauti, katika kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini pia kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ningependa kutoa wito zaidi tu kwa Waislamu mbalimbali ambao tumetokana na mwezi mtukufu wa Ramadhani kufunga, basi isiwe ndo mwisho, tuendeleze kabisa, lakini tujue kwamba bado tuna jukumu kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu bado yupo na yeye anahitajika kila siku afanyiwe ibada.